Karibuni jioni ya leo katika mikutano yetu hapa. Marafiki zangu wageni, Bwana wabariki sana. Bwana awabariki sana sana sana. Mnaposogea basi Mungu awabariki sana. Ninaomba nijibu swali moja kabla tujaingia katika mada yetu ya leo. Naomba nilijibu swali hili, na huenda ninaweza nisilijibu kwa undani zaidi, na hivyo nitalijibu tu kwa haraka sana, na kisha tutaendelea na mada yetu. Ndugu zangu wapendwa, ukweli ni huu. Jana jioni tulimaliza tukasema Adamu alipoomba msamaha, akaomba rehema. Jana Qur'ani ilituambia rehema iliyotolewa hakuwa mwingine isipokuwa alikuwa ni Nabii Isa ibn Maryam. Kwa hivyo Qur'ani ikatuambia rehema yule aliyetafutwa na Nabii Adamu alayhi salam, rehema ile aliyoiomba mama Hawa katika bustani ya Eden, rehema ile aliyoiomba baba yetu na mama yetu katika bustani ya Eden, rehema ambayo imemfanya Adam aokolewe tena baada ya kifo chake na kupewa msamaha. Basi rehema hiyo hakuwa mwingine isipokuwa alikuwa ni Masihi Isa ibn Maryam, ama kwa Wakristo wanaita Bwana Yesu. Sasa huyu rehema za Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye aliyejitoa maisha yake akawaokoa wanadamu, na kwa kweli kwa kifo cha Yesu ndipo wanadamu walipata wokovu. Na jana tulimaliza tukasema hivi, kwa taarifa yako, mwanadamu atake asitake, ni Yesu peke yake ndiye anayekupa uzima wa kuishi. No doubt, no ubishi. Dunia hii hakuna yeyote ambaye ni kwake yeye tunapata wokovu, hayupo chini ya jua. Ni kwa Yesu, na Yesu Kristo peke yake ndipo wokovu wa mwanadamu ulipatikana. Kwa hivyo nikiokolewa kwenda mbinguni, nataka nikuhakikishie, hata kama dunia ikikataa leo, bado mawe yatashuhudia na wanyama siku moja wataongea. Ni kwa kifo cha Yesu wanadamu walisamehewa dhambi. Ni kwa kifo cha Yesu majini na mapepo yanaondoka. Ni kwa kifo cha Yesu. Ni kwa kifo cha Yesu watoto wako wanapata division 1. Ni kwa kifo cha Yesu. Ni kwa kifo cha Yesu mkeo na msifia ni mwanamke mzuri wa sura. Na nani kuhakikishie, ni Yesu ndiye aliyemfanya aonekane wa maana. Ni kwa kifo cha Yesu kinaua kila yasiyofaa. Yaani ipo hivi, mtaani si wanakuita Ensamboi, wanakuita Mwamba, yaani majina yote. Elewa, na ninaongeza kwa sauti kubwa, yaani mitaani wakuite jina lolote zuri wanalokuita, elewa ujeuri wako wote wa kuitwa mwamba. Kuna mwamba alikufa ili wewe ufanyike mwamba. Ushahidi, Qur'ani sura ya 43 aya 61. Qur'ani sura 63 aya 41. Biblia, Qur'an tukufu, maneno ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala yanasema. Naam rafiki yangu, Qur'ani sura 43 sura Az-Zukhruf aya ya 61-62. Qur'ani inasema 43-61. Qur'ani imeandika, Qur'ani tukufu inasema, naam, na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama. Na kwa hakika yeye Nabii Isa mwana wa Maryam
ni alama ya kiyama. Twende rafiki. Basi usitilie shaka. Basi usitilie shaka. Na nifuateni. Na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyonyooka. Hii ndiyo njia iliyonyooka. Twende. Wala sikuzuieni shetani. Wala sikuzuilieni sheitani. Hakika yeye ni adui yenu wa dhahiri. Na kwa hakika yeye sheitani laanatul alaina ni adui aliyedhahiri. Na kwa hakika yeye Nabii Isa bin Maryam ni alama ya kiyama, kwamba kinaanza kutukaribia. Nini maana ya alama? Katika lugha ya Kiswahili tuna maneno mawili yanayofanana matamshi yenye maana tofauti mbili. Narudia tena. Katika lugha ya Kiswahili tuna maneno mawili yanayofanana ama kukaribiana matamshi, lakini yaliyobeba maana tofauti. Neno la kwanza ni alama, neno la pili ni dalili. Watu wanachanganya. Dalili anaweza akasema jibu la alama akaliweka kwenye dalili, alafu jibu la dalili akaliweka kwenye alama. Dalili ni nini? Dalili ni viashiria vya kuashiria kuwepo aidha kwa tukio ama kwa jambo fulani katika jamii. Kwa mfano, ukisikia kichwa kinauma ni dalili za kupata homa, dalili za kuwa na UTI. Kichwa pamoja na tumbo chini ya kitovu huenda ni dalili za kupata UTI. Kwa hivyo dalili ni viashiria. Nini maana ya alama? Alama si viashiria. Alama ni kitendo kielezeacho jambo fulani limetokea, sio litatokea. Alama ni identity, ni utambulisho wa jambo fulani limetokea. Kwa mfano, tuko hapa kwenye mikutano na wale mnaotusikiliza kwa YouTube channel na mlioko nyumbani, ndugu zangu. Ashumu umetoka nyumbani kwako jioni hii tu, pamoja na uwepo wa ukali wa jua hapa Dar es Salaam na Bagamoyo. Umetoka tu jioni, mchana asubuhi kulipokucha, umeenda zako kazini, umerudi zako masaa kama haya saa 11. Lakini baadaye ukaanza kuona tu mashariki yako, unaanza kuona kuna giza hivi, kuna mawingu mazito. Huwezi kusema kwa alama hii. Huwa tusemi hivyo. Ukiona tu mawingu unasema kwa dalili hii kuna mvua inakuja. Sasa dalili huwa sio tukio halisi. Kunaweza kuwepo viashiria vya tukio na lisitokee. Kunaweza onekana mawingu kabisa ya mvua, alafu baadaye upepo kaja ukayapeleka yale mawingu na mvua isinyeshe. Ila ukiamka asubuhi, jana ulilala, yani usiku kama leo unalala bila kuwepo kwa issue yoyote ya mvua. Asubuhi kumekucha, unatoka tu getini kwako katika nyumba yako. Pembezoni kulikuwa na vijishimo vimechimbwa, ama ulikuwa umepanda vyako vimiti. Halafu unakuta kuna vijidimbwi vya maji. Huwezi kusema kwa dalili hii kuna mvua imenyesha. Utasema kwa alama hii jana kuna mvua imenyesha. Sasa Qur'ani inasema, na kwa hakika yeye Nabii Isa bin Maryam ni alama ya kiyama. Kwani siku ya kiyama kuna nini kitatokea? Surat Al-Muminuni aya 16. Sura ya 23 aya 16. Kwa nini maneno ya haki? Kwa nini maneno ya haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani yaseme Nabii Isa bin Maryam ni alama ya kiyama? Kwani kiyama kuna nini kitatokea? Hebu sikiliza Qur'ani inachotuambia msomaji katika Qur'an Surat Al-Muminuni aya ya 16. Qur'ani inasema maneno yafuatayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo rafiki. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Qur'ani tukufu inasema, maneno ya haki yanasema, akasema Nuhu. Msomaji, hiyo ni 23:16. Naona kama neto. Aya 16 inasema. Aya 16. Kisha, hiyo ndo yenyewe sasa. Kisha
Hakika nyingi siku ya kiyama, kisha hakika ninyi wanadamu siku ya kiyama mtafufuliwa. Twende msomaji. Na kwa yakini tumeziumba juu yenu njia 7. Hebu anzia aya 15 kwanza. Anzia aya 15. Anasema, Qur'ani inasemaje? Kisha au anzia 14 kabisa, ili maneno ya haki yatueleze jambo fulani. Kisha tukaiumba tone kwa damu. Kisha tukaiumba tone kwa damu iliyoganda. Na tukaiumba damu kwa pande la nyama. Na tukaiumba damu kwa pande la nyama. Kisha tukaliumba pande la nyama kwa mifupa. Hiyo ni sayansi katika Qur'ani, kwamba Mwenyezi Mungu aliumba tone likawa damu lililoganda, na kisha tukaumba damu kwa pande la nyama, kisha tukaliumba pande la nyama kwa nini rafiki yangu? Kwa mifupa. Kwa mifupa. Twende. Na mifupa tukaivika nyama. Na mifupa tukaivika nyama. Kisha tukamfanya kiumbe mwingine. Yani Mungu ni mtaalamu. Anakuambia alivyokuumba wewe. Tone linaganda, linatengenezwa nyama, ile kitu mifupa, nyama. Baada hapo akafanyika mwanadamu. Twende rafiki yangu. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waumbaji. Basi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mbora wa waumbaji ametukuka. 15. Kisha hakika ninyi. Sasa kuna hatua tatu za mwanadamu. Kwanza kuna kuumbwa kwa tone la damu, likatengenezwa nyama, likawekwa kwa mifupa, likavishwa nyama juu yake. Ni mbora wa kuumba akamfanya mwanadamu. Mwanadamu alipoumbwa ikafuata hatua ya pili ya maisha yake. 15. Kisha hakika ninyi baada ya hayo mtakufa. Baada ya kuumbwa mtakufa wanadamu. Kisha hakika ninyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Kumbe kuna hatua tatu za maisha mwanadamu kwa mujibu wa Qur'an tukufu. Ndio maana nilikwambia usidanganywe na binadamu yeyote duniani kwamba Qur'ani, Biblia ni kitabu cha Wakristo. Huo ni uongo na ni unafiki. Biblia sio kitabu cha Wakristo. Biblia ni kitabu cha watoto wa Mungu wote. Wezi, makahaba, mashoga, wazinzi, wachawi, majambazi, Biblia ni kitabu chao halali. Walio na dini, wasio na dini, Biblia ni haki yao. Usidanganywe na mtu yeyote kwamba Qur'ani ni kitabu cha Waislamu. La hasha. Qur'ani si kitabu cha ndugu zangu Waislamu tu. Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyewashushia wanadamu wote. Majambazi wanaruhusiwa kusoma Qur'ani. Wezi wanaruhusiwa. Sasa kwa mfano, wasiposoma sasa Biblia na Qur'ani, majambazi wataacheje kuiba? Sasa watajuaje kuiba ni dhambi kama hawajasoma vitabu vya Mungu? Aya, yule anayepaa usiku pepe cheketu maepe, mimi si mwanga, mtoto akilia mlete. Yani wale wachawi. Ataacheje uchawi wake kama hajasoma kwenye Qur'ani? Nasema Mwenyezi Mungu hataki shiriki. Ataacheje uchawi kama hajasoma kwenye Biblia? Nasema ni machukizo mbele za Bwana waendao kwa walanguzi na waganga. Hawezi kuacha. Ili aache lazima apate mwongozo unaomzuia, na mwongozo unaozuia uchawi ni vitabu viwili tu, ni Biblia pamoja na Qur'ani. Kwa hivyo Mungu alivitelemsha kwa wanadamu wote. Mimi ninazo nyingi. Nina msahafu wa Sheikh Abdallah Falisi, nina msahafu wa Sheikh Muhsin Al-Barwani, nina msahafu wa Ali, Sayyidina Ali, misahafu mingi. Nina Biblia ya Afrika, nina Biblia Imprimatur yenye vitabu 72, nina Biblia ya Union Version yenye vitabu, nina Biblia ya Kiebrania, ya Kigiriki, ya Kiarabu. Hata ukitaka ni kuazime, uje tu ni kuazime usome, ukimaliza unirudishie. Yeni maana yake ni hivi. Hivyo vitabu hakupewa special people. Kama Mungu alileta vitabu kwa special watu, basi mtu mwenyewe aliye special ni wewe. Haijarishi ni Muislamu ama ni Mkristo. Kwa hivyo mimi ungeniambia, ili nchi yetu endelee kuwa na amani na furaha na haki katika dunia yetu hii, haiwezi kupatikana ikiwa watu hawana kitabu cha Mungu kinachowaongoza, kuwafundisha. Kwa kama ni Mkristo, ukipata hela
kanunue msahafu. Qur'ani bei tu nyepesi 30,000, 25,000. Muislamu ukipata hela kanunue Biblia 27,000, 30,000 na 80,000. Ile ya ngozi ile ya kufunika. Kwa ishi na hivyo vitabu, maana Mungu alishusha vitabu 4 tu kwa wanadamu. Alishusha Taurati, alishusha Zaburi, alishusha Injili. Hivi vitatu, Zaburi, Taurati na Injili, vikakusanywa kwenye maktaba moja ikaitwa Al-Jamil Kitabul Qudus. Al-Jamil Kitabul Qudus maana yake mkusanyiko wa maandiko matakatifu yaitwayo Biblos ama Biblia. Alafu kitabu cha mwisho cha 4 ni Qur'ani, ambapo Qur'ani maana yake ni kisomo chenye kuhifadhiwa kifuani. Lakini ilipokuja kuchapishwa tukainunua kwenye cover, kwenye hard copy, ikabadilika kuitwa Qur'ani kutoka kukaliliwa ikaitwa Al-Masahaf. Al-Masahaf maana yake ni kile kilichokusanywa. Kwa hivyo nani anayepaswa kununua? Nunua Qur'ani, nunua Biblia. Nataka nikuambie utakuwa mtu wa maana sana kwenye jamii kuliko kuwa na jina la maarufu lakini ambalo lisilo na faida. Sasa Qur'ani natuambia hivi, tulipokuumbeni kisha mtakufa, mkishakufa kuna kufufuliwa. Sasa Qur'ani ikasema Nabii Isa bin Maryam, Bwana Yesu, yeye ndiye alama ya kiyama. Yani kielelezo cha wanadamu wanakufa na kufufuliwa. Aliyeanza kuonyesha njia watu hufa na kufufuliwa ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Kwa hivyo ni kusema kwa kifo cha Yesu, alipokufa, baada ya kifo cha Yesu alifanya mambo mawili, na ninaomba niishie hapo. Jambo la kwanza limeandikwa katika kitabu cha Wafilipi, Wakolosai. Paulo anasema hivi, kwa maana mjui ya kuwa Kristo alipokufa aliigongomelea dhambi katika mti wa msalaba. Anasema aligongomelea hati ya mashtaka iliyotushtaki. Yani miaka ya nyuma 72, 76, 78, wale waliowahi kuzaliwa miaka hiyo, wengine wako hapa kama kina Mama Ngelingao walikuwepo, walikuwa mabinti enzizo, na wengine wengi wa watu wazima. Sio sisi vijana wa hivi karibuni. Hasa wale vijana wadogo zangu wale wa 95, 2000 wanaitwa vijana 2000 hapa. Hawawezi kujua hii, lakini sisi ambao tulizaliwa before 2000 tunajua. Tulisimuliwa jamani, hatukuepo, tulisimuliwa. Kwaona wao huwa tunawasimulia. Ila sasa sisi tulisimuliwa na wengine walioshiriki hilo tukio. Kuna mwanaume mmoja alijichanganya kwenye 18 za mzee hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Miaka ile. Yule mwanaume katokea tu hapo Uganda hapo. Alikuwa anaitwa Idi Amin Dada. Kaje tu na kakiburi fulani. Kasema mtukola yote yangu, sijui vimefanyika vimeenda, si Bukoba yote yangu. Akaingia kwenye mfumo. Kakutana na mzee akawaita wazee wenzake hapo Diamond Jibril hapo. Mwalimu Nyerere akawaketisha wazee. Mwalimu alisema maneno matatu tu. La kwanza akasema adui amevamia nchi yetu. Nduli amevamia. Na amesema mtukura yote ile ya kwake. Na hiyo Bukoba yote ni ya kwake. Mwalimu alipoongea hivyo kwanza akawatazama usoni anaowaambia. Yaani ajihakikishie hivi nikililipua hapa wanaamsha wamelala. Akawacheki wazee usoni. Mzee akaona wameingia kwenye mfumo. Akasema maneno mafupi tu. Akasema sasa sababu ya kumpiga nduli tunayo, na uwezo wa kumpiga tunao, na nia ya kumpiga tunayo. Mzee akasimama akasema nduli apigwe. Nilikuwa naongea na mzee mmoja wa Kikuria, hadi leo anaishi. Anasema wakati alikuwa Dar es Salaam alikuwa ni wale wazee umri ambao walikuwa bado hawajawa wazee sana. Anasema mwanangu, kijana wangu, alikuwa anaongea Kikuria. Anasema tulitembea tulitoka Dar es Salaam tukaenda hadi tukajikuta tumeingia Tata, tukaingia Bukoba kwenda Mtukura kwa mguu.
Sasa nikamuuliza mzee, bunduki ulibebea wapi? Anasema, tata, unabeba bunduki? Mwalimu amekutuma. Tulibeba mawe, tulibeba fimbo, tulibeba virungu. Yaani ni hivi, kauli ya rais iliwamotivate kwenda. Sasa angalia, ninachoeleza hiki, ninamaanisha hiki. Mwalimu Nyerere alipompiga nduli, alipomfukuza eneo aliyokuwa amevamia, unajua alichokifanya? Nduli alikuwa amejialalishia kwamba Bukoba na Mtukula ni ya kwake. Kwa hivyo akajiandikia hati batili. Mwalimu aliposhinda vita, ile hati iliyokuwa imeandikwa ni eneo la Uganda, Mwalimu akabatilisha ile hati, ikaandikwa hati ya umiliki wa wahusika wenyewe eneo lao ambao ni Watanganyika, wa Tanzania, ambao ilikuwa upande wetu Bukoba ile na Mtukula hapa mpakani, hii upande huu ikabaki huko Tanzania. Ndicho Yesu alichokifanya. Tulipotenda dhambi, tulipoanguka, shetani alitubatilishia hati. Hati iliandikwa Adamu na wanawe wanastahili kifo kwa sababu wametenda dhambi. Hati ya shetani iliandikwa Adamu na watoto wake ni mali yangu, maana wamenifuata mimi. Kifo cha Yesu. Katika kitabu hicho tulichokisema, Paulo anaandika, maana Kristo alibatilisha hati ya mashtaka. Kifo cha Yesu juu ya msalaba kilifuta mashtaka ya watoto wa Mungu, tukaandikiwa kuokolewa. Na ndio maana nataka nikutie moyo jioni hii. Wewe uliokolewa tangu zamani sana. Uliandikishwa uzima wa milele. Kupotea ni option yako. Kuna Wakristo na Waislamu utasikia wanaomba Mungu, ninaomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uniandike upya kwenye kitabu cha uzima. Kwa taarifa yako, usio naomba hayo maombi. Mungu afanyagi hiyo kazi hata siku hii. Unapotezaga muda kuomba hilo ombi. Narudia tena. Mungu nifute. Sasa hata wewe hebu fikiria sasa. Hebu twendeni kwenye ubinadamu wa kawaida. Kwa hiyo nataka kumfanya Mungu ana kazi moja ya kila siku ya kukufuta wewe na kukuandika upya. Yaani hivi. Sasa hivi situko hapa mkutanoni. Sasa hivi si ni mwema, sasa hivi ni wa kiroho, ni mtakatifu saa hii. Tunaachana tu hapo, nenda kuiba dagaa za watu pale gengeni. Baada ya kuiba unaenda kwenye chumba, Mungu futa jina langu, andika upya. Ungekuwa Mungu ungefanya hiyo kazi? Mbona watu namsingizia Mungu vitu ambavyo havipo? Jamani, Mungu hafanyi hiyo kazi. Hilo ombi wala usihangaike nalo kuliomba. Halijibiwi na unapoteza muda. Mungu hana muda wa wewe utenda asubuhi dhambi, jioni utubu akufute. Amefuta wangapi? Maana yake Mungu hajafikia hata jina langu sasa kunishughulikia mie. Elewa hivi. Tangu ulipookolewa na Yesu kwenye msalaba wa Calvary, kilichofanyika ni hiki. Hakuna mwanadamu aliyeandikiwa kwenye debiti. Wale wanafunzi mnaosoma form 3, form 4, mnaosoma commerce na bookkeeping, masomo ya biashara, mtakubaliana na mimi kama sio form 3 kwenda form 4. Kuna ile kozi tunasoma ya commerce na bookkeeping. Tunapofika kwenye bookkeeping, tunapotaka kufunga mahesabu, kuna kitu tunaita trial balance. Kwenye ile trial balance, kabla kutengeneza balance sheet, ile trial balance, tukishaitengeneza trial balance, tunaweka huku upande huu credit, credit ndio, alafu upande huu debit. Sasa credit siku zote tafsiri yake ni hivi. Credit wewe ni mdai, debit wewe unadaiwa. Kifo cha Yesu kilichofanya, kiliwa credit watoto wote wa Adamu. Yaani watoto wote wa Adamu walikreditiwa na Yesu. Yesu alipokufa, watoto wa Adamu wote walikuwa kwenye upande wa credit. Walikuwa wamepewa haki ya malipo. Walipewa uzima bure. Leo nikitenda dhambi mimi, ninayejidebiti ni mimi. Sio kwamba Mungu anidiriti kwenye credit. La hasha. Nikitenda dhambi leo, anayeniondoa kwenye kitabu cha uzima sio Mungu. Ninajiondoa mwenyewe kwa matendo yangu yasiyofaa.
Utaniambia mwalimu, ni maneno yako. Nina ushahidi kwenye Biblia. Ushahidi wenyewe uko wapi? Upo kwenye kitabu cha Kutoka. Siku moja wana wa Israeli wametoka nchi ya Misri wanaenda nchi ya Kanaani. Wakawa wabishi, walikuwa wasumbufu, wakamsumbua Musa. Baadaye Musa wakamtia majaribuni. Mungu akamwambia Musa, nisikilize, hawa Israel nitawaua wote. Musa akamwambia, mzee, unauaje kwa mfano? Unauaje? Asema wamenitenda dhambi. Unajua Musa alichomwambia Mungu? Musa akatia mkwara kwa Mungu. Akamwambia hivi, Mungu, naomba unifute, usipowasamehe Israeli dhambi yao, nifute jina langu kwenye kitabu chako cha uzima. Mungu alisema hivi, mimi simfuti mtu asiyenikosea. Tafsiri yake ni hii: kitendo cha kwenda motoni ni option yako, sio kusudi la Mungu. Mungu alipotuandikishia credit, itabaki credit, ila anayejidebiti anajipeleka motoni mwenyewe. Kifo cha Yesu kimeleta ukombozi kwa wanadamu. Jioni hii nina ujasiri wa kuiambia dunia yoyote, hata kama kuna dunia zaidi ya hii, unaishi, unadunda, unakula, unanenepa, unapendeza, unavaa, kuna mmoja mwenye haki alitundikwa uchi wa mnyama kwenye msalaba wa fedheha. Yeye aliyekuwa tajiri akafanyika maskini ili wewe uwe tajiri. Achana na picha ya Brian Nikoni aliyecheza movie ya Yesu. Anaonekana amevaa nguo. Mwokozi alivuliwa nguo. Na ndiyo maana jua liliona aibu. Haliwezi kumtazama jua. Muumbaji aliyeliumba yuko uchi saa 9 mchana. Jua lilifumba. Lilipofumba wingu zito likatokea giza nene. Tetemeko lilipotokea alipokufa, kifo cha Yesu. Watoto wako wafundishe kabisa. Mama unanisikiliza nyumbani, baba unanisikiliza nyumbani, wewe unanifuatilia YouTube channel, ipo hivi, wafundishe kabisa wanao hivi, wanangu mnaishi ni kwa sababu ya kifo cha Yesu kwenye msalaba wa Calvary. No way, no doubt, ni kifo cha Yesu kimekufanya uwe hai. Na nje ya Yesu hakuna wokovu isipokuwa kwa damu ya Yesu Kristo peke yake. Jioni ya leo, ukiichukua historia ya mataifa yote duniani, ukiichukua historia ya mabara 7 yanayokaliwa na binadamu wanaokadiriwa kufikia bilioni 7 kwa kalenda ya kwa sensa ya miaka kadhaa iliyopita. Sensa ya dunia ilionyesha kwenye sensa ya mwaka 2012, zaidi ya miaka kadhaa iliyopita sasa, walisema binadamu walioonekana kwenye sensa wakati huo walikuwa ni bilioni 7 na milioni kadhaa. Na katika mahesabu yao wakasema dunia nzima ilionekana ina mabara 7 makubwa. Miongoni mwa mabara hayo ni bara la Amerika, bara la Asia, bara la Afrika na mabara mengine yanayotengeneza idadi ya bilioni 7 ya binadamu. Makadirio ya Umoja wa Mataifa, ifikapo mwaka 2050 binadamu watakuwa bilioni 9 na milioni kadhaa. Lakini tunavyozaliana saa hii, huenda tumesogea, maana sio haba. Na Afrika tunazaa. Endeleeni kuzaa Afrika. Zaeni binadamu ongezeke kabisa. Kwa wewe baba uliyekubaliana na mkeo mtazaa watoto 20, mimi nawaombea neema. Bwana asiwapungukie, zaeni. Yani kama neema ya kuzaa ipo, zaa. Sharti ni hili: usiwatendee dhambi hii wanao. Ni dhambi kuwanyima haki yao watoto wako. Haki ya mwanao, haki ya kuishi ndio ya kwanza. Na haki ya kielimu ni ya msingi. Kwa chakula, yani malezi kwa jumla yake.
Sasa sio zae 20 alafu nasema nazaa mama yake mdogo ameajiriwa ni naibu waziri. Wewe yaani uzae wewe afu ulelewe na ndugu yako? Pambana na hali yako. Si umeamua kuwazaa 20, hakikisha unakula. Sasa sio wazazi mnazaa, kuna kale kakauli kila mtoto anakuja na baraka zake. Hatukatai, ila hata hizo baraka zina limitation. Msijizime data wazazi. Yaani hata ukiwazaa 40 ni kweli kila mtoto ana baraka zake, ila hata hizo baraka lazima uzitunze. Zaa watoto idadi itakayokufanya uwalee kwa mema. Kuna wazazi wamelala makaburini, makaburi yao yameandikwa lawama za watoto wao. Waliwazaa wengi bila kuwalea. Watoto wako duniani wanasema, laiti baba angetuzaa 3 tu tungekuwa tumesurvive. Kwa mchango wa hela na waombeeni mema. Zaeni sana. By the way, Biblia imeambiwa zaeni mkaongezeke. Zaeni mkaongezeke. Ila sharti za idadi ya watoto utakao walea. Acha legacy duniani ukilala umauti, au Mungu akikupa neema za kuishi miaka ukiona kizazi chako. Inafurahisha kuona wanao uliowazaa kwa idadi yao unawatunza. Wapatie chakula, wavishe. Yaani ni haki yao. Kwa hivyo tendeni hivyo, Mungu atawajalia. Sasa kwenye haya mabara 7, nataka nikukumbushe jambo hili. Hakuna bara lolote duniani, sehemu kubwa ya mabara yote 7 duniani, kama lipo bara kati ya haya 7, basi yanaweza yasizidi 4 au 3 ama 2 ambayo haijawahi kutawaliwa before ya kujitawala. Yanaweza siwepo, ama yanaweza kuwepo 2 ama 3. Ichukue Afrika yenye nchi zaidi ya 230. Afrika yote yenye nchi zaidi ya 230. Katika nchi Afrika yenye nchi zaidi ya 230 ni moja ya bara ambalo limewahi kutawaliwa kabla halijajitawala. Ninaweza nisikutajie mataifa yote, lakini nina uhuru na ujasiri wa kulitaja taifa langu nililozaliwa, taifa langu la Tanzania. Taifa la Amerika ni moja ya taifa lililowahi kutawaliwa, na lilitawaliwa ilipofika Novemba 15, siku chache zilizopita kwa kalenda ya mwaka huu. Novemba 15 mwaka 1777. Tangu mwaka 1776 walianza kustruggle kuwaondoa wale wazungu wekundu. Wengine wanasema litawaliwa na Wahindi, basi vyovyote vile, ila na wao waliwahi kutawaliwa na makaburu kabla ya kujitawala wenyewe. Mwaka 1777 Novemba 15, Amerika ikasimamisha bendera ya ushindi katika taifa lao, wakapata uhuru kutoka mikononi mwa watu waliowatawala. Hebu iache Amerika na mataifa ya Ulaya, njoo Afrika, na katika Afrika ni kupitishe tu kwenye bara moja, katika taifa moja ambalo ni taifa la Tanganyika, Tanzania. Enzi hiyo liliitwa Tanganyika. Baada ya mataifa ya Ulaya kujitawala, mataifa ya Ulaya yakaanza kutafuta mahali pa kuwekeza, yajipatie mali, aidha kwa halali ama kwa uonevu, vyovyote vile. Yakaanza kujitafutia mahali pa kuwa na koloni la kutawala. Wakasema sasa tunawezaje kutawala? Tunawezaje kupata makoloni ya kuyatawala? Na ndipo ilipofika mwaka 1888. Mwaka 1884, tarehe 15 ya mwezi wa 11, mwaka 1884, mataifa ya Ulaya wakawa na mkutano wao maalum waliouita Scramble for Africa. Lengo ilikuwa ni kuligawa bara la Afrika, kila mzungu awe na koloni lake la kutawala.
Scramble for Africa ulikuwa ni mkutano uliokaliwa kule Berlin. Walipoketi Berlin, Ujerumani, wakachora ramani ya Afrika. Walipoichora ramani yote ya Afrika, wakaanza kuzitafuta nchi za Afrika. Na mkutano huu ulikuwa chini ya msimamizi mwenyekiti wa ule mkutano. Wale vijana wa historia wanafahamu, kwa hiyo hamna jambo jipya sana. Kulikuwa na mwanaume mmoja anaitwa Otto von Bismarck. Otto von Bismarck ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa ule mkutano wa Scramble for Africa. Wakaichora Afrika Magharibi, wakajitokeza wazungu fulani kwenda kuitawala, wakiwemo wa Faransa. Afrika Mashariki wakajitokeza wazungu wa Jerumani, wakasema sisi tutakwenda katika bara la Afrika, lakini tutajikita zaidi Afrika Mashariki. Walipokuja Afrika Mashariki mnamo mwaka 1884 baada ya mkutano wa Berlin Conference, wakatawanyika wazungu. Walipokuja Afrika, ndugu zangu wapendwa, Tanganyika wakatua ijawa Tanzania, ikachukuliwa na Wajerumani. Wajerumani, Tanganyika ndio likawa koloni lao. Ninasimuliwa na mzee mmoja ambaye bado leo yupo anaishi, ana zaidi ya miaka 105. Nilikutana naye kule kusini mwa Tanzania. Ananiambia wakati wa watawala wa Kijerumani, wakoloni walitutesa sana. Mzee anasema wakoloni walikuwa wanawapiga wanaume mbele za wake zao. Akasema wakoloni wa Kijerumani waliwachukua wanaume, na wengi kuchukuliwa kwa kufanyishwa kazi za kulima mikonge. Walikuwa wanapigwa kina baba, wanavuliwa nguo mbele ya mabinti zao, wanakula bakola, alafu wanatendwa hiana na watawala waliowatawala. Mzee akaniambia tukio la ajabu sana, sijui kama ni kweli, lakini ninanukuu nilichosimuliwa. Mzee akaniambia ilifikia mahali mwanamke wa Kiafrika, binti wa kikoloni, alipotaka kujua mwanamke anapokuwa mjamzito anafanywaje operation. Mzee ananiambia mama wa Kiafrika alikuwa anachukuliwa akiwa mjamzito, anaenda anafungwa kwenye miti iliyopandwa imesimama kama nguzo hivi. Halafu yule mama anatanuliwa miguu akiwa mjamzito, mikono inafungwa juu, mikono inafungwa huku. Kinachukuliwa kisu bila sindano ya ganzi. Mama anachomwa kwenye tumbo, anafanyiwa operation. Mabinti wa kikoloni wanafurahi, ila mama wa Kiafrika anakufa akiwa amekata tamaa. Nataka nikwambie jioni hii, hakuna maisha mabaya ya mateso kama maisha ya kukaa chini ya utumwa. Maisha ya utumwa ni mabaya sana. Wapo watu waliofungwa na nguvu za giza. Wengine wapo kwenye utumwa wa majini mahaba. Akilala tu usiku, yani usingizi ukipita tu kidogo tu, anaota ndoto anafanya tendo la ndoa na mwanaume asiyemjua. Huyo binti hata akifikisha miaka 40, kama Yesu asipotafutwa na kuingilia kati, huyo binti atakufa bila kuolewa. Maana majini yamemfanya kuwa mtumwa na yanaondoa kibali kwenye maisha yake. Kuna mwanamke aliyefungwa kwenye utumwa wa kupoteza mimba. Ana historia ya zaidi ya mimba 5. Kila mimba ikienda miezi 3, imefika miezi 6, mimba inaporomoka. Huyu yuko kwenye utumwa wa majini makata. Majini makata ndio majini yanayonyonya mimba. Mama anabeba ujauzito, siku za kwenda kuharibika kwa mimba, anaanza kusikia kama chango chini ya kitovu. Yeye anachukulia ni chango tu la kawaida, kumbe ni majini makata limekuja kunyonya damu. Anasikia tu mume wangu chango, 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 chango linaanza kupanda kuja kwenye kitovu. Mama anaanza kusikia nyonga zinaniuma, nasikia kama uchungu unapanda mume wangu. Anamwangukia mume wake, kadi anavyomwangukia ili amshike, nyonga zinawaka moto. Mama akienda uani maskini, akijisaidia tu haja ndogo, anarudi mimba imetoka. Hicho ni kifungo katika utumwa. Kuna waliowekwa kwenye utumwa wanatembea na hirizi. Ngoja nikwambie,
Usidanganywe. Hiyo hirizi uliovaa, hivi ujue umevaa uchafu ufuatao. Ndani ya hirizi huwa kunawekwa kinyesi cha punda, kwa taarifa yako. Inategemea hirizi yako wameifungia nini. Ila kinyesi cha punda ni sehemu ya vifungio kwenye hirizi. Usiniulize nimejua wapi. Sio kujua tu. Tulifanya tukiwa watoto, tulifundishwa na babu. Ila mambo ya zamani yalishaisha. Yesu alisafisha. Hivyo vitu havipo. Kuna wazazi mko hapa, mko nyumbani mnatusikiliza. Mtoto wako ana miaka 3. Inawezekanaje mtoto wa miaka 3 hajaanza kutambaa, hata kusimama dedea? Dawa ni ndogo tu. Kafungue mahirizi uliyowafunga kiunoni na kwenye miguu, na kuhakikishia kabla ya miezi hii mwaka ujao mwanao atakuwa alishatembea siku nyingi. Baba, biashara yako inakufa. Unahangaika kule baharini kutafuta samaki, unarudi na dagaa mchele wachache. Fanya hivi, ondoa hirizi uliyofunga mkononi, kavue ile hirizi iliyoko kiunoni, katoe na hirizi uliyoiweka kwenye kichago cha utanda. Nataka nikuhakikishie, ukiachoma mahirizi hayo, Mungu atakutoa utumwani. Nenda kavue samaki, utapata samaki wakubwa kuliko hata hasara ulioipitia. Ondoa laana kwenye nyumba yako. Basi wakaipata Afrika. Tanganyika ilipotawaliwa, baada ya miaka kadhaa ilipoendelea sana katika nchi yangu ya Tanganyika, katika miaka hiyo hadi ilipofika vita vya kwanza vya dunia mwaka 1914, na baada ya mwaka 1916, yani baada ya vita vya kwanza vya dunia vilidumu miaka siku hizo, tangu mwaka 1914 ilipokwenda hadi mwaka 1916, hawa wazungu, Tanganyika ikavamiwa tena na Waingereza. Kwa hiyo wakawepo Wajerumani na Waingereza na wao wakaingia. Ikavamiwa na Waingereza na Waberigiji. Waberigiji hawakukaa hapa kwetu Tanganyika, walinyosha njia, wengine wakaenda Rwanda, wengine wakaenda DRC Congo. Sasa nini kilitokea? Ilipofika mwaka 1919, Uingereza ikalitwaa koloni la Kijerumani ambalo ni Tanganyika. Tanganyika ikatawaliwa na Waingereza tangu mwaka 1919. Na ilipotawaliwa na Waingereza, tulikuwa na watawala walitutawala hawa Waingereza, na kulikuwa na watu wawili ambao ndio waliokabidhiwa koloni la Tanganyika, ambao ni Waingereza walipowatoa Wajerumani. Wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Sir Horace Biat. Halafu wa pili alikuwa anaitwa Sir Donald Cameron. Hawa jamaa ndio waliosimamia bara la Tanganyika, eneo la Tanganyika. Lakini baada ya siku nyingi, wapendwa, Mungu akawajalia Waafrika kuzaana kwao. Mungu akawajalia Watanganyika kuzaana kwao. Ilipofika tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 1922, katika kijiji kimoja kilichoko kule Musoma Butiama, kwa mzee mmoja ambaye huyu mzee alikuwa chief, akazaliwa kijana katika viunga vya Musoma, kijiji cha Butiama. Akazaliwa kijana, na yule kijana akaitwa jina la Julius. Julius akalelewa, ni mtoto wa chifu. Wakoloni waliwapenda watoto wa machifu, waliwapa privilege ya kusoma shule za maana. Basi Julius akalelewa, akatunzwa, akasoma shule nzuri, akajaliwa, akaenda na masomo yake, akaenda Makerere, sio akaenda wapi. Huyu kijana aliyezaliwa mwaka 1922, hatimaye alipofikisha umri wa kuwa mtu mzima, ni kijana mwenye nguvu, mwenye bashasha. Waswahili wa Kenya wanaoita barubaru, yani barubaru, mtu bado anawakawaka na nguvu. Akajiingiza kwenye masuala ya siasa, akawawini wakoloni. Wakoloni wakampenda sana. Wakoloni walipompenda, wakaingia naye mkataba, wakaona kama sehemu ya watu wake wa karibu. Baadaye akaanza kujigundua kwamba yeye ni mtumwa ndani ya taifa lake.
na yeye akatafuta watu wa rangi wa ngozi yake wakawa karibu, kwa sababu walikuwa wanatawaliwa. Baadaye akaanza kujitengenezea kikundi, jitengenezea kikundi. Yule kijana akakubalika, sasa akawa mtu mzima. Hatimaye akaanzisha vyama. Basi vile vyama alikuwa anatafuta, na yeye akaanza kuwa na mawazo, sema lakini kwa nini tuendelee kutawaliwa hivi? Hatuwezi kujitawala wenyewe. Wakaendelea hivyo. Baadaye alipoonekana na nguvu, akapata wafasi, kaanzisha kachama, vyama mbalimbali. Siku kulikuwa na chama kinaitwa TANU, akaanzisha hivyo vyama. Baadaye Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wazungu wakamuona ni mtu mwenye nguvu, mwenye ushawishi, mwenye mvuto. Akaamua kwenda kidemokrasia kuwaomba uhuru, waondoke utumwani mikononi mwao. Akawaambia, tunafikiria na sisi tumefikia mahali tunaweza kujitawala. Tunaweza kubaki kuwa koloni lenu, lakini hatutaki kuwa chini yenu, tunataka tuwe sisi. Wazungu wakakaa mezani. Alikuwa na akili nyingi na uwezo mkubwa wa kuona. Mwalimu akafanikiwa. Donald Cameron akamkabidhi hati ya Tanganyika. Nyerere akachukua hati mkononi mwake. Mnamo ilipofika Disemba 9 mwaka 1961, Nyerere akapata uhuru kwenye taifa lake. Wakaenda hadi mlima Kilimanjaro, ikapandishwa bendera yenye rangi 4, na kale kawimbo tunako kapenda, tazama ramani utaona nchi nzuri. Hivi ni waulize wa Tanzania, hivi kuna muda huwa mnakaa vyumbani kwenu mnaimba hizi nyimbo, na ukiimba kuna nini kinatengenezeka akilini mwako? Hakuna wimbo unanitoa machozi kila nikiwimba kama haka kawimbo. Kaliimbwa zamani na mimi nilikaimba darasani. For sure, na Mungu wangu ni shahidi. Sisemi hapa ni kufurahisha, najisemea Mungu wangu anayenishuhudia. Kila nikiimba huu wimbo machozi huwa yanatoka. Ukikaimba kaka wimbo kana soundi kitu fulani hivi kwenye akili yangu. Halafu akili inaniambia mimi ni mzaliwa wa nchi hii. Ule wimbo huo unanitoa machozi. Nilikaimba juzi tu hapa. Nilikuwa na msongo wangu ulipita kichwani. Nikakaimba bwana. Kumbe wakati nakaimba kuna jirani yangu mmoja kanisikia. Huwezi amini, na akaitikia. Nilikuwa naimba tu nyumbani kwangu pale, sasa nikasema sauti imeendaje hii fence ndefu kwenda juu. Sasa wengine hatuna karama za kuimba, ila tukibahatisha nyimbo na zile ambazo tumekalili tutaimba au situjaji sauti. Swala la sauti ya 4 hailituhusu. Kikubwa usikie mashairi na melody nayoimbwa. Sasa nilipoimba kale ka wimbo, tazama ramani utaona nchi nzuri, hafu kale ka chorus kake, la 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 la, utumwa wa nchi Nyerere aliukomesha. Baadaye anakuja naimbwa mzee yule wa Zanzibar. Bwana, nilipofika chorus ya pili nikasikia jirani naye kaitikia. Baada ya kuitikia yeye shakaendeleza nyimbo. Mimi nimemaliza nikasikia getini anapita bwana. Si anaimba, nikachungulia mtu mzima. Sikiliza. Kuna muda iseti akili yako kukumbuka ulikotoka. Alafu mshukuru Mungu kwa neema na ukiombea nchi yako. Hiyo ndio akili katika maisha yako. Unapoiombea, Mungu anashusha neema. Mungu anashusha msamaha. Mungu anashusha wokovu. Mungu anashusha rehema. Ni nchi yako hii. Hakuna mahali pengine utakapokwenda ulipozaliwa utapata neema. Kwa taarifa yako, utumwani hakujawahi kuwa na amani. Utumwani hata ukipewa kuku kala. Utumwani ni utumwani tu. Tuliteswa sana na Waingereza. Nyerere akapata uhuru. Bendera ikasimamishwa kwenye mlima Kilimanjaro
mwaka 1962 ikaitwa ni nchi ya watu wa Tanzania. Ilipofika Aprili 26, wazee hawa wawili, mzee Nyerere na mzee mwenzake mzee Abedi, wakatazama ni watu wanaokaa Afrika, wanaongea lugha moja, wanaongea lugha inayofanana, halafu ni jamii aina moja. Wakasema la, kumbe kuna utengano wa umbali sana. Tumetengwa na bahari, lakini utengo wa bahari hautufanyi tutengane. Wakakubaliana, kwa kuwa sisi tunaongea lugha moja na tunaelewana, sisi ni taifa moja tuliotenganishwa na uwepo wa maji. Basi kile eneo moja liliitwa Zanzibar, na huku kwenye nchi kavu huku upande huku bara paliitwa Tanganyika. Wazee hawa wakakubaliana. Hawakukubaliana tu kirahisi, walikubaliana kwa historia yao. Wana nature inayofanana, wana lugha ni moja wanaoongea, halafu wameoana wanaofanana. Wakajigundua wao ni wazao wa taifa hili. Wakachukua mchanga, tunasimuliwa, tunaona kwenye vitabu na TV, wakaunganisha ile michanga. Hapo kukachukuliwa maneno mawili. Hii Tanganyika ikachukuliwa TAN, G na A ikaondolewa. Alafu kule Zanzibar ikachukuliwa Z. Ndipo tukapata nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano wa Tanzania unaoundwa na visiwa upande mmoja mkavu na mwingine sehemu ya maji. Tukapata neno Tanzania, na ndipo tukapata Jamhuri ya Muungano wa watu wa Tanzania, tukapata uhuru. Swali kubwa sana ni hili: baada ya uhuru wenu ulikuwa hauna mipaka ama ni uhuru holela? Jibu njepesi: hapakuwa na uhuru holela. Kila uhuru una mipaka yake. Ndiyo, mmeshatoka mikononi mwa wakoloni, mnajitawala. Je, mjitawale holela? Hapana. Umoja wa nchi za dunia ukaanzisha kitu kinachoitwa Umoja wa nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ukatunga sheria. Zile sheria zikasema hivi: nchi mwanachama Umoja wa Mataifa atakuwa na sheria ndogo ndogo zinazoongoza watu wake. Sheria hizo zitawafanya sio kuishi tena chini ya utumwa, ila zitawafanya kuishi kwenye uhuru usiovunja sheria, kwenye uhuru wenye uhuru wa maana. Zikatunga. Sasa tunamalizia hata hivyo pendwa, tunaondoka nyumbani. Sasa Yakobo alipozaa watoto 12 wa kiume, hakika bwana mdogo katoto kake Yakobo kalikoitwa Yusufu, usiku kakaota ndoto. Baba, nimeota ndoto, nyota 11 zimeinamia mwezi. Zimeinamia mwezi mmoja. Kaka yake mkubwa ambaye ni Reuben akashtuka, akaambia, we dogo, tuheshimiane. Kwa sababu Reuben alishtuka, sema nyota 11 tena. Unajua akaulizaje? Kwa hivyo una maana kwamba sisi nduguzo kaka zako na baba yetu tutakuja tukunyenyekee? Yakobo Yusufu hakusema neno, akafunga mdomo. Wakalala, wakaishi maisha, wakala. Siku moja kakaota tena. Kalipoota kakaja akasema, baba, nimeota tena ndoto. Ndoto gani? Tulikuwa shambani, miganda 11 ikaje kaegemea mganda mmoja. Wale mabro akasema, aka kana kierehele ambia, alafu na huenda hata walikatoa utasema, dogo, tutakutenda jambo. Alafu dogo kausha masuala kutuambia ndoto. Unamwambia baba yako mkiwa wawili. Sasa kumbe Yakobo Yusufu aliwapenda tu kaka zake. Sasa baadaye wakatengeneza jirasi juu ya yule kijana. Wale watoto wa Yakobo 11 wa kiume wakasema, huyu dogo huyu anatuchezea, tukubalianeni jamani, tukatenge kale kadogo kaishi peke yake. Sawa sawa sawa. Sasa siku moja wakaenda kuchunga mifugo ya baba yao.
Utaniuliza hayo yameandikwa wapi? Ukifika nyumbani, chukua Biblia yako, Mwanzo 37. Soma moja Mwanzo 37, imalize yote, nenda Mwanzo 40, maliza yote, nenda Mwanzo 44, maliza yote hadi Mwanzo 50. Habari za Yusufu zinaisha. Sasa wakasema huyu dogo, ili tumzuie asiwe anatufuatilia, tufanyeje? Tumchukie. Na ukweli ni kwamba walimchukia Yusufu. Siku moja wakiwa wanachunga mifugo, baba yake Yusufu akamwambia, mwanangu, wapelekee ndugu zako chakula, waulize mnaendeleaje. Yusufu, mtoto mwenye heshima, mwenye upendo, akabeba mahindi yale mahindi yaliyokuwa yametengenezwa na chakula, akakimbia jangwani. Akawakuta, alipofika lile jangwa, akawakosa nduguze. Akawa anaangalia, jamani, wameenda wapi? Wakati anashangaa hivi, Mwanzo 37 aya 15, ghafla akatokea mzee. Huyu mzee akamwambia, wewe kijana, unatafuta nini hapa? Akasema, na watafuta ndugu zangu. Wale walikuwa wanachunga mifugo yao? Sema ndio, hao ni ndugu zangu. Ala, nimewasikia walikuwa nasema waende Dothani, kwa hivyo watakuwa wameelekea Dothani. Kwa upendo wa Yusufu akabeba mahindi, chakula, akawafuata kaka zake hadi Dothani. Sasa alipofika tu Dothani hivi, yeye alikuwa hajawaona, wao wakamuona, wakasema, oho, jamani, kale kadogo kale. Walikapa hadi jina, yani kutoka Yusufu kakaitwa kale kabwana kandoto kale. Sio wewe tu unayepewa majina mtaani ya hovyo. Kuna wengine walisha kutoa jina la hovyo kwa mtu. Hitu kisaidia tu yatima, nasema haya, mwenye kihelele cha kusaidia yatima sasa, ili tumpe wenyekiti wa kijiji kaja. Wewe kama roho Bwana amekupa, saidia, achana na kelele. Tena kama unawasaidia yatima, wape kwa upendo, usijali maneno ya watu. Sasa walipokaona, akasema, sasa tufanyeje? Sema huyu bwana mdogo, ili tufumbe ndoto zake, tufanyeni jambo hili. Tufanye jambo gani? Tumuueni, halafu tuone ndoto zake zitaishije. Walipoplani kumuua Yusufu, mmoja akasema, lakini kwa nini tumuue? Si ni mtoto wa baba yetu huyu, tena ni mtoto wa mama yetu miongoni mwa wake za baba. Kwa nini tumuue? Mimi nina wazo. Reuben, wazo langu ni hili, tusimuue Yusufu. Tufanyeni hivi, tuchinjeni mnyama mmoja, halafu tumvue kanzu. Yule mnyama tukishamchinja, tuichukue kanzu, tuilowanishe damu, halafu tumtupe kwenye hili shimo. Then sisi twende na kanzu kwa baba yake, tumuonyeshe baba yake kanzu, tuone baba yake atasemaje. Ndio. Wakachukua mnyama, wakaenda wakamuua, wakamvua kanzu Yusufu, wakailowanisha damu. Walipoilowanisha damu, Yusufu akatupwa kwenye shimo. Alipotupwa kwenye shimo, wanataka waondoke hivi. Mmoja akasema, lakini jamani, mbona ndani kwenye shimo jamaa, ndugu yetu atakufa. Kwa nini tusimuopoe? Kwa nini tusimtoe ili tumwache huru au tumuuze? Wakiwa wanafikiria watamuuza wapi. Hapa nisikilize kwa umakini. Usijali watu wanaokupiga vita kazini, acha kulalamika. Kuna watu kazi yenu ni kulalamika tu. Ameenda kunisemea kwa bosi. Saliwa wabule, ulitaka aseme wapi sasa? Yeye mwenyewe mvivu kufanya kazi, ataachaje kukuchongea kwa bosi? Ni huyo ulimsaidia akapata ajira, ndiye anayekusema vibaya. Acha kulalamika mama, acha kulalamika baba. Wakati wa kuonewa hilo ulitenda haki. Haki ya mwenye haki haijawahi kupotea mbele za Bwana. Mungu atakukumbuka. Yusufu anawaza wamuuze wapi? Mungu mwenye huruma. Mungu ni master planner. Mungu akafanya jambo la ajabu sana. Kanyosha tu, ninaona ni kama mkono wa Mungu unanyoshwa, pap, mikono miwili pap. Anaponyosha tu, Mungu anawaita watoto wa Ismaili, anawaita watoto wa Ibrahimu kupitia Ketura, mke wa Ibrahimu aliyemwoa baada ya Sara kufa. Biblia yangu inasema mara hii walipokuwa wanafikiria watamuuza wapi Yusufu, wakainua macho yao,
wakawaona wafanyabiashara wa Ishmailia na wa Midiani, wakamnunua Yusufu kwa dinari senti 20. Yusufu aliokolewa na ndugu zake. Kama unaikumbuka mada yetu ya kwanza kwenye mkutano huu, watoto wa baba mmoja wanaoishi pasina kufahamiana, na tuliona watoto wa baba mmoja wanaoishi pasina kufahamiana ni Waislamu na Wakristo. Tukasema haina haja Wakristo na Waislamu kugombana na kupigana, kuwaziana mabaya yasiyofaa. Sisi kwa asili ni watoto wa baba mmoja tuliowahi kuishi pasina kufahamiana. Yusufu akaokolewa na watoto wa Ismaili, akaokolewa na watoto wa Ketura, watoto wa mzee Ibrahimu. Wakampeleka Yusufu nchi ya Misri. Alipofika Misri, Farao akamchukua. Farao alipomchukua Yusufu akawa mtumwa. Na unajua, baada ya siku kadhaa alikuwa ni mtumishi wa ndani anayedeki nyumba ya mfalme, kijana mwaminifu, akaaminiwa kupewa kulinda akapewa kuwa ndiye mwangalizi wa familia ya Firauni. Alikuwa mwaminifu Yusufu, kijana ambaye hakuwahi kufikiria dhambi kuitenda maishani mwake. Siku moja akiwa nyumbani kwake kwenye kathili la mfalme, mke wa mfalme akaiona, akamwona handsome boy wa Kiyahudi. Mke wa mfalme akasema, huyu ni mtumwa mzuri hivi, haiwezekani. Sasa huyu bwana mdogo huyu, maana ninamiliki, nataka nifanye naye dhambi ya uzinzi. Yusufu akatengenezwa mikogo yote Siku moja lile mama likamkamata Yusufu, akasema, Bwana wangu amenipa kibali juu ya chochote katika nyumba yake, lakini hakunipa kibali juu yako, mke wa mfalme. Yusufu, nimepewa kufanya chochote kwenye ufalme wake, lakini sikuruhusiwa kufanya chochote juu ya mke wake mfalme. Mama anamwambia, tulale tu mara moja, tufanye hii dhambi, alafu kesho Yusufu utapandishwa cheo. Akitoka mfalme, we unafuata. Yusufu akasema neno la pili, nifanye ubaya huu, nimkosee Bwana wangu, Mungu wangu na mke wa mfalme, kama Mungu aishivyo, sitafanya uovu huo. Mke wa mfalme. Wale wa mama wa Misri wakasema, we mke wa mfalme, unatamani kijana mwenyewe mfanya kazi tukatolewa mbali. Mke wa mfalme akawaambia, hivi nyewe mnamfahamu Yusufu au mnamsikia? Yule kijana ni mzuri. Basi wakamshawishi, wakamzomea mke wa mfalme. Mke wa mfalme akasema, kama nyewe mnafikiri Yusufu ni cha mtoto, kesho namtoa Yusufu mbele yenu, muone Yusufu alivyo mkali. Basi Yusufu alikuwa tayari ishatendwa hilo jambo la yule mama. Yusufu akakimbia. Sasa Yusufu, mashehe wanakuambia, wale wa mama walikuwa na menya vitunguu swaumu, wamekazao wanamenya vitunguu barazani. Mke wa mfalme akamwambia Yusufu, hata nyinyi mnaweza kumtamani. Yusufu sakaletwa na mke wa mfalme. Yusufu alipoinuka, alipotokeza tu, wale wa mama wanakatakata vitunguu. Mashehe wanakuambia, wale wa mama wa Kimisri katika kathili la mfalme Firauni, kwa sababu ya uzuri wa Yusufu, wa mama wote wakageuka macho kodo kafu ndiledio na tafuta bisibisi, wakageuka kumwangalia Yusufu. Yusufu anatembea na kanzu yake, handsome boy, hana haraka. Wa mama bwana wanakata vitunguu, wakasahau. Yaani macho yapo kwa Yusufu na vitunguu anakata. Macho kwa Yusufu vitunguu. Hini Yusufu akienda sema, jamani Yusufu anapotea. Wa mama ameshasahau kama wanakata vitunguu bwana. Si wakajikatakata mikono kwa sababu ya uzuri wa Yusufu. Mashehe wakasema, ndio maana mikono yako ina alama mikononi. Hiyo ulikatwa baada ya Yusufu uzuri wake. Mashehe bwana wape neema bwana. Safi sana. Mashehe wanakuambia hiyo bwana, mikono yako imechanika hivyo, uzuri wa Yusufu. Mimi kwa kweli siku moja nilikaa nikacheka, nikasema hivi, kama kweli ni uzuri wa Yusufu, kwa Yusufu
ilikuwaje? Mbona wanaume sisi hatujakata vitunguu? Kuna mahusiano gani ya sisi kuchanika mikono? Hii kama kweli Yusufu ndo katupelekea hivi. Sasa ilikuwaje sisi wanaume hatukukata vitunguu Yusufu? Mashehe, Allah kuwekeni sana siku nyingi za kuishi. Huwa mnatupaga raha. Kuna muda umepata stress, unamsikia shekha anasema hilo kaburi la hicho kitanda chako licholalia ndio jeneza, na hicho chumba chako chenye feni ndio kaburi. Sasa watu waumini wenye kiburi wanasema mashehe nao, tangu lini kaburi lina feni? Wewe usiwabishie. Wanakuamshaga ukaswali usije ukapata dhahama siku ya kiyama. Basi kwa ufupi, Yusufu akapewa mamlaka. Dakika 9, baada ya dakika 9 tutasimama tuombe. Yusufu akasingiziwa kesi ya uzinzi, lakini ushahidi ukaonekana Yusufu hakuzini. Yusufu alipotoka gerezani baada ya miaka 13, tangu akiwa na miaka 17, Yusufu anatoka gerezani, kijana mwenye miaka 30, kijana mwenye nguvu, alikuwa na akili. Siku moja mfalme akaota ndoto. Alipoota ndoto akaona ng'ombe 7 wamekonda, baadaye akaona ng'ombe 7 wanene. Akawatafuta wachawi na waganga wa Misri ili wamwambie mfalme maana yake nini. Nataka nikwambie, ukimpenda Mungu utafika muda watawala wa dunia watashindwa kuwategemea waganga, watakutafuta wewe unayemcha Mungu uwaambie kesho ya maisha yao. Simama na Mungu. Mungu wa Yusufu hajawahi kubadilika. Siku moja mji wetu huu wa Changwahela huenda ungekumbwa na magonjwa. Watu wangeshindwa kujua tunawezaje kujiokoa, wachawi na waganga. Na ninakutamkia kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika mji huu wa Changwahela, tangu kuanzia leo hapata inuka mganga mwenye kutabiri chochote katika mji huu, ila ni watu wanaompenda Mungu ndio watakaotabiri mema katika mji huu. Baki na Mungu. Na taifa lako la Tanzania, nataka nikuhakikishie, halitaokolewa katika ulimwengu wa giza, ila ni watu wa Mungu waliobaki kusimama na Mungu wao watakapopewa njozi na Mungu, na watalikomboa taifa lao. Na ndivyo taifa letu lilivyokombolewa. Nataka niwaambieni, lipo taifa hili ni kwa sababu ya maombi ya watu. Wanakwenda kwenye majengo yao ya ibada wakiomba ili Mungu alitunze taifa hili. Taifa hili halipo kwa nguvu za kishirikina, linalindwa na maombi na watu wa Mungu. Yusufu mwaminifu ametupwa gerezani, afai. Saa ya Mungu ikifika, no way. Hata wakikuficha chini ya dunia ukapotea, kwenye jamii yako wanaweza wasikuheshimu. Saa ya Mungu ikifika, Mungu akutambulishe wewe ni nani. Hata kama dunia ikikusahau, wakati wa Mungu ukifika, umefika. Mfalme Firauni kaita waganga tafsiri ndoto. Wapi? Kulikuwa na mfungwa mmoja mle ndani, alifungwa na Yusufu. Akamwambia mfalme, akamwambia mtumishi wa mfalme, kuna mtu gerezani, ninamuona Mungu wake kwenye macho yake. Huyu ni yule kijana wa Kiebrania, huenda huyu anaweza kumwambia mfalme. Wakauliza ni nani? Yusufu. Wakadharau. Yusufu Myahudi atuambie nini katika taifa hili? Yule mfungwa akasema, mchukueni yule, huenda Mungu wake anaweza kumwonyesha. Yusufu akaitwa, akaulizwa, mfalme aliota ndoto, unaweza kumwambia tafsiri ya ndoto? Yusufu akasema, Mungu wangu anaishi, ninaweza kumwambia mfalme. Yusufu akapelekwa, kijana mchafu anayetolewa gerezani. Angalia alichomwambia mfalme. Mfalme, ulilala ukaota ndoto. Alipomwelezea, na uliona ng'ombe 7 waliokonda. Firauni akasema ndio kijana. Alafu baada ya hapo, tazama uliona ng'ombe 7 wanono. Akasema
ni yenyewe. Sasa hiyo ndoto kijana ndio yenyewe sasa. Firauni akakaa vizuri kwenye kiti. Watu wa Mungu huwa hawana papala. Ni taratibu, yani wanaweza kama wapo hawapo hivi, yani huwasomi, wapo hawapo, duniani wanaisha wameondoka, wanaweza kukaa kimya, lakini mwangwi wao sio wa kawaida. Yusufu alikuwa hana haraka, alisubiri wakati wa Bwana Mungu aongee kwake ndipo aseme. Yusufu akasema, mfalme, ng'ombe 7 waliokonda, taifa lako la Misri litakumbwa na njaa miaka 7. Na wale ng'ombe 7 uliowaona, taifa hili litasota kwenye miaka 7 ya njaa. Watakufa wengi, watakufa wengi. Lakini baada ya hapo liona ng'ombe 7 wanono, wakisema ndio, baada ya miaka 7 Mungu ataleta neema katika taifa la Misri. Taifa lako litakuwa na chakula. Mfalme, kusanya chakula, maana miaka 7 ya neema, kuna miaka 7 ya njaa. Farao alimsikiliza Yusufu, mfungwa asiyefaa. Baada ya miaka 7 Misri ilikuwa na raha. Watu wakakimbilia Misri, walikimbilia Misri. Wewe sikiliza hiki tunapokwenda nyumbani jioni hii. Unafahamu hata nyumbani kwao Yusufu Kanaani, njaa ilipotokea walikimbilia Misri, wakapata neema, wakapata chakula. Ilipopita miaka ya neema, Misri njaa ilikuwa kubwa, ila kwa sababu ya hekima ya mtu wa Mungu, Misri hawakuuawa, hawakufa, maana walijitunzia chakula. Baada ya hapo mfungwa akapandishwa cheo. Mfalme akasema, naitangazia Misri kuanzia leo, farasi wa Farao akitangulia mbele, farasi atakayefuata ni wa Yusufu. Mungu Daudi anaandika hivi, Mungu huwanyanyua wanyonge toka jaralani, huwaketisha na wafalme na kuwapa raha za dunia za wafalme. Yusufu akabebwa. Siku ile ikapigwa tarumbeta. Pete ndio ilikuwa ishara ya utawala. Ukimwona mfalme kavua pete, haikuwa akili iliyochanganyikiwa. Ameheshimu heshima ile ya mwisho. Farao kavua pete mojawapo kati ya zile 2, akamtundika Yusufu. Alipowekewa Yusufu pete mkononi, Farao akaibusu pete, na hiyo ndio ilikuwa ishara ya kugawana madaraka, na akatangaziwa Yusufu ni waziri mkuu wa kwanza duniani. Wa Misri alikuwa ni Mwebrania aliyekuwa waziri mkuu kwa Waarabu. Baada ya hapo Israeli walikuja, story unaifahamu. Njaa ilipotokea Kanaani wakaja, baadaye wakagundua kumbe ndugu yao walikuwa wamemuuza. Nini kilitokea? Ndipo sasa rafiki yangu tusome fungu letu la mwisho, maana ni dakika 2 zimesalia kati ya zile tulizokuwa tumeziomba ili tuondoke kwenda nyumbani. Njaa ilipotokea wakaja ndugu zake, bahati nzuri walimtendea hiana, walimkuta ndiye mkombozi wao. Na kuna maneno magumu Yusufu aliyasema, yameandikwa kwenye Biblia, yanaumiza sana. Siku alipogundua ni Yusufu ndiye waziri mkuu na ndiye amewaokoa, alisema maneno mafupi sana. Anasema, ninamshukuru Mungu wa baba zangu, alinileta mimi ili anihifadhi kwa ajili yenu. Usio nalalamika. Kuna mahali unapelekwa ili uwe sababu ya wokovu wa ndugu zako. Yusufu hakukumbuka walichomtenda, kwa wema aliwapa chakula. Walipogundua mzee Yakobo, akaambiwa, baba, mwanao Yusufu ni waziri mkuu. Alalalala. Yakobo amezeeka. Akasema, hapana, siwezi kufa bila kumwona mwanangu. Yakobo akatoka na watu 66 waliotoka kwenye viuno vyake. Yani uzao uliokuja kuzaliwa, nafsi 66 kutoka kwake, na nafsi 4 alizikuta kule. Kule alikuta nafsi 4, alikuta Yusufu alishaoa na akazaa watoto. Yakobo akapanda na fimbo yake, mzee akabebwa kwenye punda, wakatembea wakaingia nchi ya Misri. Ilikuwa na neema. Yusufu akamwona baba yake,
Yakobo akasema, mwanangu Yusufu, kumbe unaishi. Baba yangu, mimi mwanao niko hai. Israeli wakapendwa. Farao aliyetawala wakati wa Yusufu alikuwa mtu mwema. Walikula kwa wakati, walilala kwa wakati. Walifanya kazi siku 6, walikuwa na siku moja kwenye juma. Siku moja ya 7 walikuwa wafanyi kazi wa Misri. Alipotawala huyu Farao aliyempenda Yusufu, aliyehesabu faida ya Yusufu, Farao akafa, ndugu zangu wapendwa. Alipokufa Farao mwema, akaja akafa na Yusufu, akatawala Farao asiye na huruma. Na hili ndio andiko letu, na kesho tutaendelea nalo. Ndugu yangu, Kutoka sura ya 1 aya ya 8 sasa na kusonga hapo, kisha tuombe. Biblia inasema, Biblia tukufu inasema, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Basi akainuka mfalme Farao mwingine mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akainuka Farao asiyekumbuka fadhila za Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Hawa wa Israeli ni wengi mno, tena wana nguvu kuliko sisi. Rafiki yangu, haya na tuwatendee kwa akili. Twendeni tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu, wasije wakajiunga kwa maadui zetu na kupigana nasi, wakapigana nasi na kutoka katika nchi hii. Twende rafiki yangu. Basi wakaweka wasimamizi. Maskini mfalme asiyekumbuka fadhila za Yusufu, aliyetawala baada ya Farao aliyetoka, akaweka kazi ngumu juu yao. Twende rafiki, wawatese kwa mizigo yao. Israeli walianza kutandikwa viboko kama ng'ombe. Walianza kupigwa kila siku, wakateswa kwa mizigo mizito. Twende. Na wakamjengea Farao miji. Ndipo wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, ambayo ilikuwa inatunza akiba. Pithom, hiyo miji iliitwa Pithom, Ramses na Ramses. Lakini kwa kadri, sasa angalia kitu cha ajabu, lakini kwa kadri, twende rafiki, ya walivyowatesa Israeli, walivyokuwa nateswa na Wamisri, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Wanachezea bakora, ila wanazaana kama kuku. Tena hata kuku anachukua distance ya miezi. Wanateswa kwa kazi ngumu. Kadri wanavyoteswa wanaongezeka. Twende rafiki yangu. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Israeli wakachukiwa kwa sababu ya nini? Twende. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Wamisri wakawatesa wa Israeli kwa ukali. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu. Maisha yakawa ni ya vilio kwa kazi ngumu. Kazi ya chokana ya matofali. Kazi ya chokana ya matofali rafiki. Kila namna ya kazi ya mashamba. Walilima mashamba ya Wamisri. Kwa kazi zao zote walizowatumikisha kisha kwa ukali. Kwa ukali, twende. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalishaji wa Waebrania, hebu angalia roho mbaya. Wanateswa, wanajenga mapiramidi mnayoyaona leo hii. Kati ya maajabu 7 duniani, mapiramidi yalijengwa na Wayahudi kwa nguvu zao. Wanapigwa, wanateswa. Anajengewa miji ya Pithom, anatengenezewa Ramses, bado anawatesa Israeli. Wanauawa. Hakuishia Farao hapo, akawatenda jambo jingine gumu na la kuumiza zaidi. Twende rafiki yangu. Mmoja jina lake aliitwa Shifra. Kisha huyu mfalme akasema na wazalishaji wa Kiebrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wapili jina lake aliitwa Pua. Wapili aliitwa Pua. Akasema, Farao akawaambia wazalishaji wa Kiebrania, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona na wakati kuzaa, akawaambia, ninyi kina mama wa Kimisri, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na mkiwaona wakati kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume. Angalia hila ilivyokuwa moyoni kwa Firauni. Ikiwa ni mtoto wa kiume, basi ndio muweni. Akiwa ni mtoto wa kiume, chinjeni huyo mtoto. Bali ikiwa ni mtoto mwanamke, kama akiwa ni mtoto mwanamke, na aishi. Unajua kwa nini? Aligundua hivi, watoto wa kiume wakiishi wakakua, wanaweza wakawaoa mabinti wa Kimisri, na kwa kuwa ukoo unaitwa upande wa kuume huku, basi hawa Waisraeli watapata nguvu. Ila wakiuao watoto wa kiume, wakabaki watoto wa kike, watoto wetu wa Kimisri wa kiume watawaoa Waebrania. Wakiwaoa si uzao naitwa upande wa mwanaume, basi tutaongezeka. Waueni watoto wa kiume,
waacheni watoto wa kike. Twende rafiki yangu. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu. Wale wazalisha walikuwa ni wacha Mungu. Wasifanye kama alivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri. Wakakataa kufanya ujinga wa mfalme aliosema. Lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Wakawahifadhi hai watoto wa kiume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza. Akawaita wazalisha kuwauliza. Kwa nini kufanya jambo hili? Kwa nini mnafanya jambo hili? Na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Kwa nini watoto wa Kiebrania wa kiume mnawaacha hai? Wazalisha akamwambia Farao. Ndiyo rafiki. Ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania. Kwa sababu ya hao wanawake wa Kiebrania. Si kama wanawake wa Kimisri. Si kama wanawake wa Kimisri. Kwa kuwa ni hodari hao. Tena ni hodari hao. Na huzaa kabla mzalisha hajapata kufikiria. Hebu rudia hiyo sentensi. Nao huzaa kabla watoto wao. Maana kabla mimi mkunga mama yangu hapa daktari ametuambia yeye ni mkunga. Kabla mkunga sijafika namwambia mama sukuma. Yani kabla sijafika naambiwa tayari kishazaa. Yani ilikuwa ni hivi. Wakibeba mimba moja ni kama wanabeba mimba 7. Wanawake 7. Alafu wanazaa the same time. Sasa utaua wangapi sasa? Ukiwa huku wamezaliwa huku. Baadaye walipozaliwa Farao alikasirika. Akamlisha watoto watafutwe wauawe. Akazaliwa mwaka wa 595 kijana aliitwa Moses ama Musa. Alizaliwa kwa mzee Imrani, mama yake Yokobedi, kaka yake Haruni na ndugu yake dada yake Miriam. Kijana mzuri wa sura, mtoto aliyekuwa na akili. Alipozaliwa Yokobedi, wamama mnisikilize hapa. Yokobedi anajua watoto wanakufa wa kiume. Alipomzaa Musa na mtazama usoni, aliona kuna alama za ukombozi. Musa akazaliwa. No way atakufa. Mungu akamletea njozi Yokobedi. Alipozaliwa Musa akatengenezewa kisafina, akawekwa. Yokobedi akasema, nitamfichaje mwanangu na ufalme ni mbaya? Akatengeneza kisafina. Dada yake Miriam akamwambia, mama, unampeleka wapi Musa? Akamweka ule mtoto, akasimama mto Naili kwenye kile kijisafina, akasema maneno yafuatayo: Bwana alinipa mtoto huyu, nami ninamkabidhi kwa Bwana. Akiishi na aishi kwa Bwana, akifa na afe kwa Bwana. Akasukuma kile kijisafina pap. Angalia Mungu alivyo master plan. Aliposukuma kisafina, Miriam akamwambia, mama, kwa kuwa sisi watoto wa kike hatuwawi, naomba nimsindikize mdogo wangu. Kambi, unaenda naye wapi? Niache niende naye hadi nijue Musa anakwenda wapi. Miriam akafata kile kisafina. Nina hiyo movie iliyochezwa ya maisha ya Musa, ni nzuri sana. Hata ungeitaka ninaweza kukupatia. Kikubwa ni kutafuta flash isiyo na virus. Hiyo movie nataka nikuhakikishie, ukitazama kuna kitu kikubwa cha imani kitajengeka kwako. Acheni kuangalia mamovie ya kina Lufufu, sijui Amitabh Bachchan, Arnold Schwarzenegger. Yanakuletea nini sasa? Unatengeneza vijambazi tu vidogo vidogo mle ndani. Kidogo anasema, mimi ni Jackson, nitakupiga hunha. Sasa hunha imemsaidia nini mwanao? Weka movie za manabii. Mtoto mwenyewe Msukuma ametokea kule Kahama, hita amekuwa Arnold Schwarzenegger Marekani. Wapi na wapi ndugu yangu? Simama tunapokwenda kuomba. Jioni ya kesho sehemu ya pili. Je, kuna uhuru usiokuwa na mipaka? Tembea tu, njoo hapa tuombe rafiki yangu. Tembea, njoo tuombe, turudi nyumbani. Ikiwa unaweza kusimama. Ila kama huwezi kusimama, Mungu akutunze tu mahali ulipo. Bado Bwana atasikia kuomba kwako. Kesho sehemu ya pili. Je, kuna uhuru usiokuwa na mipaka? Wakati unakuja
Musa akapelekwa na Miriam. Roho Mtakatifu akasukuma kile kisafina. Kisafina kikapita. Binti ndugu yake wa dada yake na Farao alikuwa naoga, alikuwa na mabinti wanaitwa mabinti Farao. Kisafina kikapita mto Naili inayopita kwenye ukuta wa Farao. Wakiwa wanaoga, mmoja watumishi akaona kuna kijitu kinakuja. Hii ni nini? Kiliposogea, huyu binti akaondoka, akaenda na yule binti Farao, wakakikuta kile kijisafina, akakivuta. Alipokivuta, alipofungua ndani, yule binti Farao alikuwa hana mtoto, akasema, wow, mtoto mzuri wa sura, ni mtoto wa kiume. Mtumishi wa Farao alipotazama kwenye kijisafina, akaona kipande cha nguo. Ninaongea na waliokuwa wasafiri pamoja nasi, wenda katika imani ya kanisa hili. Tafadhali sana, usiruzi identity yako. Usipoteze utambulisho. Wengi wamepoteza utambulisho wao. Walipofika katika mji huu wa Changwahela, walikuwa Waadventista wazuri sana, wakapoteza identity yao. Musa anawekwa kwenye kijisafina. Pembeni ya kijisafina mle ndani kulikuwa na utambulisho. Ilikuwa ni nguo kipande, kilikuwa na rangi 3: damu ya mzee, bluu na nyeupe. Ziliwakilisha mzee ni taifa la Mungu lililookolewa kwa njia ya damu. Nyeupe iliwakilisha ni watu wa miliki ya Mungu. Bluu ni makuhani katika nyumba ya Bwana. Mtumishi wa Farao akamwambia binti Farao, huyu mtoto sio Misri, huyu mtoto ni Mwebrania. Binti Farao akamwambia, funga mdomo wako, usimwambie mtu. Musa akawa mtoto wa Farao. Mungu akampa kibali. Farao akampenda. Farao alikuwa na mtoto anaitwa Ramses wa kwanza. Akaona sura ya Musa inayovutia, akatangaza, kuanzia jioni ya leo, alipokuwa kaendelea kukua Musa, akalelewa, kafikisha miaka 20, miaka 40, Musa akawa na akili. Mungu master planner akampitisha Musa kwenye ufalme wa Farao. Ramses akawa mdogo, Myahudi asiyejulikana akapanda. Kwa kinywa cha Farao akasema, tangu jioni ya leo naitangazia Misri, atakaye kuwa mwamuzi wa Wamisri wote ni kijana wangu Musa, na Ramses atakuwa mdogo wake. Hawakujua wanatunza bomu wasilolijua. Miaka 40 ilikuwa migumu ya umri wake. Siku moja akiwalinda ndugu zake, akawaona Wamisri wanawatesa sana Waebrania. Musa akasema, no, mimi niwe nakula chakula na lala kwenye kitanda. Tena siku ile ilikuwa ni ile siku wanasaga ngano. Maskini Yokobedi, mwanamke mama yake Musa, akiwa nasaga, wanateswa. Musa ndiye jaji. Ninazungumza na watu walioinuliwa akapata kazi. Usiwatese watu wa jamii yako. Musa akiwa anasimamia, mama yake mzazi akamwona anataka kukanyagwa na chuma, nguo ikashika. Miriam akakimbia akasema, Yoshua, kuna mama wa Kiebrania pale, anataka nguzo inataka kumuua. Yoshua aliposhuka, wakati yule Miriam anakwenda kumwambia, Misri mmoja akachukua fimbo akamshika yule binti akamtupa. Musa akaona alikuwa mbali. Miriam akaona mama yake anakufa, na ilitunzwa siri miaka 40.
Miriam akakimbia kwa Musa, maana walikuwa wameshamsahau. Ila yeye siku moja akiwa mkubwa aliona kitambaa kikubwa, akakumbuka amekuwa kikiona Musa alipokuwa ananyonyeshwa na mama yake akiwa Misri. Maana Miriam aliwauliza, wakasema sasa huyu mtoto ni mdogo, nani atamnyonyesha? Miriam akasema kuna mwanamke mmoja nimemwona amezaa mtoto Mwebrania, ila mwanao amechinjwa, ninaweza kumleta awe mnyonyeshaji? Akaenda kumuita mama yake. Musa alikuwa ananyonyeshwa. Wamama mlio na watoto, take note. Alikuwa kinyonya Musa, mama anamtoa ziwa, anamwambia wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania, ndugu zako wanateseka. Yale maneno yalikaa. Amekuwa mtu mzima, anaisikia sauti, wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania. Musa alipokuja kuambiwa kuna mama anataka kufa, Musa akaja akachukua kisu, akamtolea yule mama, akambeba. Baadaye Musa akagundua, no, nitaficha hadi lini? Mimi nalala kwenye jumba la Farao, ndugu zangu wanateseka. Musa akatangaza, sitaki kuwa mfalme na mtawala. Siku moja wakamkuta Musa analowanisha tope, hawakuamini. Na ndipo walipogundua kumbe mkombozi wa taifa la Israeli amefika. Mimi najitolea, nitakupa hiyo movie iliyochezwa, ni nzuri sana, itanyanyua imani yako. Mwisho wa siku, tarehe 15 mwezi wa kwanza, ambao sio Januari, ni mwezi wa Abibu, mwaka 1511, usiku Israeli wakasikia filimbi, Yoshua akitangaza, uhuru umepatikana, uhuru umepatikana. Ile movie ukiitazama ni picha halisi ya watakatifu watakapokuja kuokolewa na Yesu. Tumeteswa, wamekufa ndugu zetu kwa magonjwa, wamekufa ndugu zetu kwa ajali, tumeishi kwenye dunia ya taabu. Kuna siku atakuja, ni kama Waisraeli wanatolewa. Waisraeli waliposikia Yoshua anapuliza tarumbeta, jamani, hatimaye uhuru umepatikana, watu walibeba vitu vyao. Safari ni kwenda Kanaani. Mtihani ni huu, wanakwenda nchi wasioijua. Lakini mwisho walianza kusafiri. Israeli wakafika jangwani mwezi wa 3, Siwan, wakapiga kambi. Mungu akamuita Musa, panda mlimani. Alipopanda Musa, akaenda kupewa sheria zinazolinda uhuru walioupata. Mwanadamu alipoanguka dhambini, Yesu alipokuja, tuliokolewa kwa uhuru. Nataka nikutie moyo, hatukupewa uhuru wa holela, tulipewa mipaka ya uhuru. Mipaka hiyo haituondoi kwa Mwokozi, inatufanya kwa marafiki. Hiyo mipaka ni ipi? Bwana akupe neema, kesho tukutane tena na Bwana anene pamoja nasi. Mungu wangu na Baba yangu mtakatifu wa mbinguni, ufalme, enzi na mamlaka ni vya kwako. Hatuwezi kwenda kukaa kwenye masinema ya hovyo ya watu wanaocheza masinema wakiwa uchi, tukasimliwa vitu vya uongo visivyokuwa na faida, lakini tuna amani moyoni. Tukikaa kwenye miti hii na malaika waliosimama kila sehemu ya mti wakiandika kila kinachotendeka hapa, tunarudi nyumbani tukiwa na matumaini. Baada ya miaka 430 ya utumwa katika nchi ya Misri, Israeli walipata uhuru. Baada ya dhambi kuingia, Adamu ameanguka na Hawa, wanadamu walipata uhuru kutoka mikononi mwa Ibilisi. Mungu mwenye huruma, ulitupatia maelekezo juu ya uhuru tuliopata. Ni maelekezo yapi hayo? Ukitupa neema tukaja kesho, tukaja na marafiki zetu wengine, tutakubaliana sote ya kwamba mkutano huu umekuwa ni wa maana sana kwetu. Jioni hii kuna watoto wako jana walitoa maisha yao, wanatamani kwenda kubatizwa. Hata jioni hii huenda wamekuja
ikiwa wako hapa, wakati kila jicho limeinamishwa, na unamwambia Mungu, ninaomba hata mimi natamani ikiwezekana niende nibatizwe. Na ni ombi lako ni hilo, ili Bwana akupe hekima na maarifa zaidi ya kulijua neno lake. Kama ndilo ombi lako kwamba natamani siku moja nibatizwe, nyosha mkono. Baba yangu, ni wewe unayeona. Ikiwa ipo mikono ya watoto wako walionyosha, jina lako litukuzwe. Ikumbuke mikono hii. Wengine wamenyosha mikono wako nyumbani, wengine wanafuatilia YouTube channel, mioyo yao imeinuliwa, wanatamani kwenda kubatizwa. Uwakumbuke Bwana utakaporudi mara ya pili, siku moja wakabatizwe katika ubatizo wa kweli. Shusha mkono wako. Wengine wamekuja ni wagonjwa, ninaomba warudi nyumbani wakiwa wepesi. Ichukue mizigo yao, Mungu wetu, utuhurumie tena tupate neema ya wokovu. Bwana kulinde, Mungu akutunze jioni hii. Uende kwa amani. Bwana kunyanyulie mikono yake ya baraka. Kama Yakobo alipopishanisha mikono yake, na mkono ukatoka kwa Manase ukaenda kwa Efraim, Bwana wa mbingu na nchi apishanishe mikono yake, na mkono wake wa baraka uje juu ya maisha yako. Mungu akulinde na kukutunza. Bwana kupatie neema. Unapotoa maisha yake kwa ajili ya ubatizo, Mungu alikumbuke jina lako katika ufalme wake. Mapenzi yako yatimizwe Bwana, na jina lako liinuliwe, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu tunaomba na kushukuru. Amen.